Kuna kauli fulani hivi wanasemaga chaka tu chaka, ni kwamba ulikuwa unatoa mawaidha chaka tu chaka huko. Yani kuwarudisha watu katika mstari. Unajua jamii Max inahitaji kukumbushwa. Kusema sana ndio sababu ya watu kukumbuka kwamba wanahitajika warudi kwa Mungu. Lakini jamii tukiacha tu sana huwa inajisahau. Ambapo sasa haijui kwamba hiyo jamii sasa inatakiwa irudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kawaida ya mwanadamu kwetu sisi kwa Uislamu, mwanadamu anaitwa al-insan. Anaitwa al-insan. Hii insani ukiitafsiri maana yake ni mwingi wa kusahau. Hii insani ndio mwanadamu. Kwa Kiarabu anaitwa al-insan. Kwa hiyo inatakiwa awe na kumbusho. Na asili al-insan maana yake ni mwenye kusahau. Kwa hiyo sasa anatakiwa kila muda mwanadamu apate kukumbushwa. Na kukumbusho ndio unamfaa kwamba hapo unapofanya sio kitu sahihi. Hiki unachokifanya sio kitu sawa. Kwa hiyo sasa akiachwa kukumbushwa anajisahau kwamba yeye nani, katoka wapi, amekuja kufanya nini. Kwa ndio maana tunafanya kazi ile ya kukumbushana. Na sisi kwenye Uislamu Maxi tumelazimishwa wawepo watu ambao watapita kuwakumbusha watu. Kwa hiyo kukumbushana, na ndio maana mimi huwa nafanya safari, natoka miezi 2-3 na kwenda kuwakumbusha watu wajibu wao nini katika dunia. Jamii imejisahau na dunia. Inadhani hapa ni mahala salama pa kuishi milele. Kwa hiyo wamesahau kile walichoumbiwa kwacho katika dunia, wameumbiwa kuja kufanya nini. Ndio maana tunakuwa majeuri, tunakuwa mafedhuli, hatutendi haki, makatili, tunaua watu, tunadhulumu watu. Kwa nini? Kwa sababu jamii imejisahau imekuja duniani kufanya nini. Basi kuna watu katika dunia wao wanadhani wamekuja kutafuta hela tu. Katika dunia hii wapo watu hawashughuliki na jambo lolote zaidi ya hela. Wanajua hii kazi yako tafuta hela, na yuko vizuri afanye auwe mtu, adhulumu mtu, apige mtu, lakini pesa ipatikane. Na ndio maana kuna watu wana pesa nyingine za haramu. Hata kusema kutoa kafara upate pesa, yuko tayari kutoa kafara ili apate pesa. Akili yake inampa pesa tu kwamba mimi nahitaji pesa tu duniani, na hiyo ndio issue niliyokuja kufanya nayo duniani. Kwa hiyo hawa mkiwaacha wanapotea, lazima muwakumbushe Maxi kwamba nyie bwana mjatumwa kuja kutafuta hela. Mungu aliwatuma hapa kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa ndio sometimes unatoka miezi 2-3 na kwenda kwa ajili ya kufanya kazi ya dawa. Sawa, watu wakisema kwamba Sheikh Shafii sasa hivi anafanya chaka tu chaka, wanakuwa wapo sahihi? Wako sawa. Na mimi ndo naamini katika kazi ambayo Mungu kaniumbia kuifanya ndo hiyo. Naamini sana. Mimi niko tofauti na mashehe wengine wanaogombania misikiti Dar es Salaam. Kuna mashehe wanagombea uimamu Dar es Salaam kwa sababu kuna hela. Kuna hela. Lakini wewe hutaki Dar es Salaam. Asa Dar es Salaam wa mashehe wamejazana wenyewe, hapa misikiti yenyewe hamna. Mashehe wengi kuliko misikiti. Kwa hiyo tutoke tukafanya kazi ya dawa vijijini, tukawalingania watu hata Mungu hawamjui huko. Yaani hata ukitaja neno Uislamu wanashangaa. Wenyewe wakitoka asubuhi ni shamba. Asubuhi shamba, wamerudi shamba, na watu wanakunywa sana pombe za kienyeji, yani hawajafikishiwa ule mlinganio. Jamani, ishini 1 2 3 4, fanyeni hivi, Mungu anataka hivi. Kuna watu hawamjui hata Mungu. Wanajezana wamekuja duniani, wao wamejiumbaumba tu, wametokea hawamjui Mungu kabisa. Sasa watu Maxi tukiwaacha tutaulizwa sisi. Unajua kuna watu Maxi siku ya kiyama watajitetea. Sisi hawajafika hao. Hawajatuambia. Hawajapata msaada. Mwenye elimu utakiwa umsaidie yule. Yes, unatakiwa wewe uliyesoma uende kule ukamsaidia yule. Bwana wewe, Mungu anataka hivi, anataka hivi, anataka hivi, anataka hivi, basi mchezo maisha. Wanasemaga ili ukamilike kama una elimu lazima uzalishe mtu yule ambaye anafanana na wewe. Ni kwamba na wewe unatafuta kitu kama hicho. Mimi na vijana tayari ambao na wakochi na wafanyaji na wanakuja katika engo zangu na wako vizuri alhamdulillah, na tunapita huko tunasomesha ili watu wamjue Mwenyezi Mungu. Hata sisi tukiondoka katika maisha ya dunia tuwache watu ambao watakuja kufanya kazi yake. Na hiyo ndiyo bora katika dunia. Katika mambo ambayo Mtume kasema khairukum, bora wenu man ta'allama al-Qur'ana, atakayejifundisha Qur'ani wa 'allama, kisha akamfundisha mwenzie. Na katika mambo matatu ambayo ukifa bwana Maxi yatayokuwa yanaendelea kaburini mwako unapata thawabu. Yani hata kama umekufa lakini thawabu zinafanyika. Moja ni elimu yenye kuendelea. Elimu yenye kuendelea ni elimu yenye kuendelea umeisomesha,
yule kamsomesha, yule kamsomesha, kila wanavyosomeshana na wewe ukiwa kaburini unapata thawabu zako. Wewe ndo mwanzilishi wa lile jambo, umesomesha, elimu imeenea na wewe unapata thawabu. Sawa, umesema kwamba umeondoka Dar es Salaam kwenda Chaka tu Chaka kwa ajili ya kuwalingania watu. Na unasema kwamba huwezi kukaa kwa sababu mashini wengi wanagombania msikiti. Iliwahi kutokea labda kwako ukataka kuwa sehemu fulani lakini mtu akataka akakufanyia labda ubaya, ukafanya nini? Mimi katika maisha yangu sipendi na wala sitaki. Yaani mtu kunipa madaraka sitaki. Mimi nikwambie kulikuwa na msikiti mmoja, mimi waliwahi kunifataga, bwana sisi tunaomba uwe katika kamati fulani. Mimi nikakubali kuingia yule kwenye kamati. Nilipoona tu kwamba hapa kuna ujanja tu, mimi nikaacha. Nikamwambia hapana, mimi niacheni niendelee na kazi zangu za kulingania dini. Nikatoka nikawaachia wao waendelee na gurudumu lao. Kwa nini? Nilishaona ndani kuna ujanja wa maslahi. Sasa nyinyi mtakuwa mnapigania dini, wenzenu wanapigania maslahi. Ndio shida ya Dar es Salaam ilivyo. Mara nyingi ukisikia mizozo msikitini ni maslahi, hawagombanii kuswalisha. Na ndio maana leo unakuta kuna watu wa katibu wa zaka, kuna katibu wa kwenda hija, sijui katibu wa zaka, katibu wa nini. Ukiona hivyo tu mipango ya pesa inaanza. Kwa sababu ushasikia msikitini kuna katibu wa swala. Hamna. Kwa nini hamna? Hakuna hela pale. Kungekuwa na hela pale katibu wa swala angepatikana. Lakini unasikia tu kuna katibu kwa mpango wa zaka, kuna katibu wa kusafirisha watu kwenda hija. Kwa nini? Kuna kitu cha pesa kimeingia ndani yake. Kingine kinabaki. Kwa hiyo sasa hivi watu wana haraka ya kuanzisha taasisi za kupeka watu hija kuliko kuanzisha taasisi za kwenda kufanya dawa vijijini. Watu wamjue Mungu, wamjue mtume, waishi katika mazingira ambayo Mungu kayataka. Kwa hiyo tuna tatizo hilo mashehe. Na ndio maana mashehe wengi wamebaki Dar es Salaam sasa hivi. Wanagombana tu kwa ajili ya misikiti, itima, sijui maulidi, sijui nini, kwa sababu ndani yake kuna mishindo ya kupiga hela. Lakini ukiwaambia twendeni vijijini tukafanya kazi ya dawa, watu wanakimbia wende, kwa sababu huko kuna maisha magumu, nani atakupa hela? Nafika mahala unaenda sehemu mnalala misikitini, mnalala wapi, mnatembea kidogo, mnadhalilika, lakini ndio unafanya hivyo kwa sababu unaamini maksi kuna siku utakutanishwa na Mungu wako na utaenda kumwambia mimi nilifanya hivi katika dunia. Sawa, tukibaki hapo kwenye uongozi katika misikiti. Kuna minong'ono huwa inajitokeza kwamba ukiwa katika sekta namna hiyo lazima tu kupiana malazi lazima itokee. Uliwahi kukiona hicho kitu na huwa inakuwaje? Ni kweli yapo maisha hatuwezi kuyakataa. Ndio maisha yetu ambayo tunayo katika dunia. Hususan katika swala la husda, fitna, ushirikina. Mara nyingi unaona mtu akipata nafasi kama hajamjua Mungu ukweli wa kumjua na kufanya dua, atapigwa husda tu au fitna au ushirikina. Kuna watu sana wamepoteza viungo, kuna watu wamekuwa kama mazuzu. Kwa nini? Wao walipopata madaraka wakadhani kwamba madaraka yale wanapigania dini ya Mungu, lakini kuna watu nyuma wanahitaji yale madaraka, hawana mpango wa Mungu. Kwa hiyo wanapigwa maskadi vibaya mno. Maxi, husda mbaya. Hii channel yako mtu anaweza kufanya husda vikamera kila siku vikaungua. Kila siku vikaungua. Yaani mtu akitazama vikamera vyenu tu hivyo, anapiga jicho moja baya sana la husda. Vinaungua vyote kila siku, unashangaa. Kila akifanyi kazi, ujue vimepigwa husda kweli sio masiara. Na husda ni mtu mmoja, wanasema husda ni kutaka neema aliyokuwa nayo mwenzio imuondoke. Inahamia kwake au imuondoke tu? Imuondoke kabisa. Sio inahamia kwake. Hata ihamia kwake. Yaani anatamani tu neema aliyokuwa nayo mwenzie imuondoke. Mfano mtu akiona channel zenu Ustadh Shafi Online TV, Maxa. Huyu Maxa anamiliki channel kwa kitu gani? Ana nini kwani? Kwa hiyo anatamani katika moyo wako ile neema kikamera chako cha studio yako tu kiondoke. Kwa utakuta yani uteseke. Ndo mtu mwenye husda, uteseke tu. Hana yani husda kama vile nyoka anapomgonga mtu alafu anamua alafu hamli yule mtu. Sawa na husda. Anaondoka zake, anakashakufa, hana tabali naye. Ndo sawa na mtu mwenye husda, anataka wewe tu max neema uliokuwa nayo ikuondoke. Yani usiwepo katika neema hiyo, udhalilike. Japo wewe hapati kitu. Nikupe kisa kimoja. Kuna watu walikuwa wanatoa zawadi. Walikuwa wanatoa zawadi kwa watu wa aina mbili, mchoyo na mtu mwenye hasidi.
Wakamwambia mchoyo, bwana kuna mtu anatoa zawadi, lakini zawadi anayoitoa ukipewa wewe mara moja, mwenzio anapewa mara mbili. Zawadi atakayotoa hiyo, huyo mtu anaambiwa mchoyo sasa, mwenzio atapewa. Kuna mtu huko atapewa mbili. Okay. Kwa maana wewe ukipewa gari moja, kuna mtu huko atapewa magari mawili. Ina maana wewe ukipewa nyumba moja, kuna mtu atapewa nyumba mbili. Unachofanyiwa wewe mara moja, mwenzio atafanyiwa mara mbili. Okay. Mchoyo akisikuti akamwambia mimi msinipe kitu. Na maana na mwenzie kule asipewe chochote. Wawe na maisha yao yale yale yalivyo. Wakamfuata hasidi sasa. Bwana mkubwa tumekuja kuna mtu anatoa zawadi. Lakini ukipewa hasidi wewe, ukipewa wewe mara moja, mwenzio anapewa mara mbili. Akauliza, kwa hiyo mimi gari moja, akamwambia mwenzio anapewa gari mbili. Kwa hiyo mimi mkinipa nyumba moja, mwenzako atapewa nyumba mbili. Kwa hiyo chochote mnachonifanyia mimi mara moja, yeye mnamfanyia mara ngapi? Akasema yeye anafanywa mara mbili. Okay. Akasema okay, nitoeni mimi jicho moja. Ili mwenzie atolewe mawili. Atakuwa bora nani? Aliyetolewa moja. Yeye atakuwa nalo moja anaona. Sasa huyo ndio mtu anaitwa hasidi. Okay. Anatamani neema aliyokuwa nayo mwenzie imuondoke. Na yupo mtu mmoja anasema lau kana kwamba husda ingekuwa inauzwa madukani, masheno wangekuwa wanunuzi wa kwanza wa husda. Japokuwa wana dini, lakini wao ndio wanunuzi wa kwanza wa husda. Kwa nini? Kwa sababu husda ni kitu kibaya sana, na mioyo yetu asilimia kubwa sana inajengeka katika husda. Na husda kila mtu anayo. Husda. Hakuna binadamu asiyekuwa na husda. Tofautiana tu. Na unatakiwa ujilinde na ile husda. Ndio maana Mungu anasema wa min sharri hasidin idha hasada. Na ujikinge na shari za hasidi pindi anapofanya husda za. Husda ni kitu automatically kipo katika moyo wa mwanadamu. Na kinatokea tu ghafla hivi mtu anapata husda. Ghafla tu, na ukitaka kujua mtu anakufanyia husda, mfuate mtu Max, mueleze neema yako. Mwambie Max, bwana mimi nimenunua kamera bwana Sony NX100 milioni 10. Alafu mtazame hapa haraka sana. Hapa katika paji la uso. Lazima akunje kwa haraka hivi. Alafu ndo ataanza kucheka. Okay. Bwana asante bwana, Mungu ailinde hivi hivi. Mfuate baada ya wiki, mwambie bwana ile Sony NX100 imeibiwa. Okay. Mtazame tena hapa, lazima acheke kidogo. Alafu ndo atakuja pole bwana, ndio maisha. Sasa huyu ndio anaitwa hasidi. Kwa hiyo tumejazana hapa sisi mashehe, lakini tunafanyana husda sana. Tena kweli kweli. Sasa inafika mahala hata leo watu wanaoogopa hata Uislamu wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wenyewe wapo katika hali hiyo. Kilemba kikisha lo watope, suruali itakuwaje? Sasa kama nyinyi mnakuwa hivi, vipi kwa upande wa waumini? Vipi waumini? Ndio shida iliyokuwepo. Kwa hiyo kwanza mashehe tubadilike, tupendane, tuishi katika umoja, tujaliane. Hapo ndo Uislamu tutaweza kusongesha mbele. Leo Max, kuna watu wanapatwa matatizo kwa sababu ya mashehe wenzi wao tu. Mtu anakwenda anamtilia fitina mwenzie, anamchongea, huyu yuko hivi, huyu yuko hivi. Unasikia mtu unakuja unakamatwa, japo jambo lile lenyewe huna ufanyaje. Kwa sasa zile chuki zimeingia katika nafsi za wanazuoni. Okay. Hakuna labda suluhisho labda la kukaa pamoja au mkaitwa mkazungumza, bwana acheni hivi na hivi na hivi na hivi? Dunia imeenda mbali sana Max. Dunia ipo katika zama za mwisho. Uislamu ndio unahitaji tufanye hivyo, ila Waislamu wenyewe hawahitaji kufanya hivyo. Uislamu unahitaji kufanya hivyo, ila Waislamu hawahitaji kufanya hivyo. Okay. Ipo aya Mungu anasema tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta. Unaweza kuwakuta watu wote kama wako sawa, lakini kila mtu moyo wake uko tofauti. Mungu anasema katika Qur'ani, unaweza kukuta watu wanacheka, wanapiana mikono, lakini ndani ya mioyo ukiwaingiza, anatamani yule bwana angegongwa na gari. Kuna mtu mmoja Max alinunua gari yake, akamuita shehe, njoo nisomee dua kwenye gari yangu, akampigia alamtala 1000. Akampiga? Sura inaitwa alamtala ya kuangamiza. 1000. Hajadumu hata wiki moja, lile gari limepindukia mbali. Nini? Ule shehe alikuwa na husda na ile gari. Okay. Akaamua kwenda kumpigia aya za kuangamiza. Kwa hiyo shehe, tuna shida sana. Uislamu unataka tukae pamoja, kwa ajili ya kusemezana, kuambizana, ili Uislamu usonge mbele. Ila Waislamu wenyewe hawahitaji kuwa pamoja. Sawa. Sasa
Sie kuna hili. Nimekufuata hapa kwako baada ya kuona kijana wako bwana Diamond Platnumz, mwanamuziki huyu. Inasemekana amepata mke wa pili. Alikuwa na Zuchu ambaye ni msanii wake, alimuoa na walishafunga ndoa. Nadhani tulikuja tukajadili kidogo, lakini pia kwa sasa inasemekana ameoa mke wa pili. Nataka nifahamu taratibu za kupata mke wa pili kwa vijana. Mimi nakuzungumzia kwa mujibu wa Uislamu. Ndio. Uislamu umehimiza kuoa. Na aya ya Qur'an ukisoma inasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Oweni katika wale mnaowapenda wawili, watatu, wanne. Mkishindwa oweni mmoja. Mkishindwa? Yani kuna kitu cha uadilifu. Okay. Kama unaona hauna uadilifu, mke mmoja. Okay. Lakini kuoa nako kunahitaji kuwa na maarifa na kuwa na uchumi. Sijui umeelewa? Okay. Kuoa kunahitaji maarifa na uchumi. Vitu viwili. Lazima uwe navyo. Okay. Uchumi ndio mkubwa sana katika kuoa. Kwa sababu uchumi ndio utausababisha ukae na mke. Uislamu hauhimizi kuoa ikiwa hauna uchumi. Kwa sababu mwanamke desturi anataka kuvishwa, kulishwa, kupendeza na kuendelea kimaisha. Uchumi wako kama mdogo, utaoaje yule mwanamke? Utakwenda kumtesa mtoto wa watu. Na ndio maana inafika mahala unaoa mtoto leo, viziwa saa 6 vimesimama, baada ya miaka 3 yule mtoto akiwa anakuja, hujui yule anaenda au anakuja. Kwa maana kila kitu kishakuwa sawa sawa tayari. Nyuma kote hakueleweki kabisa. Sasa hii ni shida. Tunakwenda kuwatesa watoto wa watu. Okay. Leo imetokea mahala tunaoa, mtu anaenda kuoa mke wa pili kwa sababu kavuna togunia zake za mahindi 200 300. Yule wa mwanzo tena hamtaki, kashamfuja, anakwenda kutafuta mke wa pili kumuoa. Na leo tunaoa, Uislamu unathamini sana mwanamke Maxi. Okay. Hakuna kitu ambacho kinathaminiwa katika Uislamu kama mwanamke. Mwanamke kwenye Uislamu ndio mgeni rasmi, mgeni wa heshima, kwa sababu siku zote mkiwa katika mikutano mgeni rasmi anakuja mwisho. Na kati ya viumbe Adam na Hawa, aliumbwa Adam, mwisho akaumbwa Hawa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke kwenye Uislamu ni pambo ambalo tunalipambia sisi, ambalo ni mwanamke anapewa heshima kubwa sana. Kuna watu niliwahi kusema wakapiga kelele, lakini narudia tena. Si sheria kwenye Uislamu kumlazimisha mwanamke kupika, kuosha vyombo, kufua nguo, kukulelea mtoto wako. Sio sheria. Wallahi nakwambia sio sheria. Nilisemaga hii watu wakalalamika. Lakini mimi nawatetea wanawake. Kwa hiyo mwanamke utakiwi kumlazimisha au afanye hiki. Kwamba seti kazi. Kwani Maxi umeenda kuposa kule unataka mfanya kazi? Msaidizi. Sasa wewe unataka kuna kitu chako unachokitaka kule. Ndio maana unatoa mahali. Ili upate pahali. Ili upate pahali, unatoa mahali upate pahali. Basi mwanamke kazi yake kumstarehesha mwanaume tu ndani ya nyumba. Yaani kazi yake kutandika kitanda tu ndani ya nyumba. Ndio kazi yake. Wewe ukitaka mfanyakazi, katafute mfanyakazi umlipe laki 2 afanye kazi za ndani. Lakini kwa sababu maisha yamekuwa magumu sana, ndio inafika mahala wanawake wanatusaidia katika kulifanya hilo. Lakini Uislamu unamthamini sana mwanamke. Na ndio maana sasa Uislamu unahimiza kuoa, lakini anayetakiwa kuoa ni yule anayejiweza. Ndugu yangu, chini unandala tu, hali ngumu, maisha magumu, unajifanya kuongeza mke. Wewe unataka kuongeza mke, unataka kuleta mateso kwenye ndoa. Ndoa sio mateso kwenye Uislamu. Ndoa ni furaha kwenye Uislamu. Ndoa ni raha kwenye Uislamu. Sio mateso. Uislamu haujaleta mateso. Na ndio maana ikifika mahala mmegombana, mpendani, fujo, Uislamu unasema achaneni. Mwache. Akatafute sio hilo tu. Uislamu umetazama mpaka kitendo cha raha bwana Maxi. Ikiwa mwanamke anakuambia wewe mwanamume mimi huniridhishi wewe. Wewe Abdalla mimi siridhiki wewe. Penzi lako siridhiki kabisa, muache. Sasa kumbe. Akikutamkia bwana Abdalla mimi wewe siridhiki, kitandani uniridhishi kabisa. Yaani sioni hiyo raha, nasikia kwa watu tu mimi hiyo raha, nasikia kwa watu. Baba muache. Utamfanyisha yule mwanamke akatafute mwanamume wa kumpa raha.
mwisho wa siku ndani ya ndoa yule atakwenda kuzini kwa sababu yako. Kwa nini? Kwa sababu kile ulichomuolea hakipatikani. Yesu anataka furaha, hapati. Sasa utafanyaje? Umwache ili aende akaolewa na mwanamume atakayempa furaha adumu katika ndoa. Sawa sawa na wewe bwana Max, mwanamke ukimuona hakuridhishi na hafundishiki, hupate zile raha unazozitaka, baba muache. Na hakuna tatizo. Hakuna. Sasa tatizo liko wapi? Sasa ndoa itakuwepo tena Max? Wewe unavyoona kutakuwa na ndoa? Hamna ndoa. Furaha ya ndoa iko wapi? Na wewe unasikia kwa watu tu bwana, ndoa. Mwisho wa siku utaenda kutafuta vimada huko. Uislamu unalitazama hilo. Tafuta mwanamke ambaye unaona huyu mimi sasa tumekaa sawa, mashallah, tumekaa vizuri. Kwa hiyo tabia ya kwenda kuoa hauna kitu, hii tabia kwanza sio nzuri. Kwa nini? Kwa sababu utakuja kutesa watoto wa watu. Leo wapo watu wakishaoa anaenda kumpeleka mkewe shamba huko, kazi yake kumpelekea ng'oo, kanapeleka majembe tu na mapanga na mashoka. Mtoto wa watu analima shamba kiasi ambacho mpaka umkono wote unaota magege. Hata ukimwambia mama Abdalla nipitishie mkono mgongoni kidogo, kama anakupiga msasa, gongo lote linauma. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio umemsababisha wewe mwanamke, umeenda kumpa majukumu makubwa ambayo sio ya kwake. Sisemi wasitusaidie, sheria inawaruhusu kutusaidia kwa sababu hali ya maisha imekuwa mbaya, lakini kazi ya mwanamke sio hiyo aliyokujia nyumbani kwako. Sasa kama Diamond anaoa, kama anajiona ana uwezo, ana pesa, sizungumzii maisha yake. Kapataje pesa? Katafutaje pesa? Nazungumzia sheria ya Kiislamu. Uislamu unamruhusu kuwa wa pili, kuoa watatu, kuoa wake wanne unamruhusu. Wala una shida, Uislamu unakuruhusu kama una uwezo, piga wa pili, piga watatu, piga wanne. Mwisho wa nne tu pale umefika. Ukifika wanne. Na wewe bwana, kama utakuwa na wake wanne unaenda kuzini, wewe utakuwa tena umeshindikana. Wanne. Alafu bado unazini. Au utakuwa kiboko. Uislamu umetazama mbali. Inabidi uangalie kila rangi hapo. Tazama mrefu kidogo, tazama mweusi kidogo, tazama mweupe kidogo, tazama mwenye mzigo kidogo, tazama basmati kidogo. Sasa wewe utaenda wapi tena wake wanne wote hao? Au utakuwa mashine. Wewe utakuwa umeandikiwa moto kabisa. Wake wanne unaenda tena kujiburudisha nje huko. Au utakuwa una shida. Sababu kila unaitaka pale style utapata. Mwafrika, Mwarabu, Mzungu, Mwesia kidogo, wote utakuwa nao pale. Shida nini? Au ukiamua ukitaka mbegu ndefu, fupi, mnene, mwembamba, yote Mungu akakwambia oa, ili mradi Mungu anakuepusha wewe usende zina. Maxi, tukubali tukatae. Wapo watu wanawake mmoja mmoja, yule mke hawatosheki naye, wana vimada kibao nje. Hilo watu wapinge wasipinge. Ni kweli mke mmoja hatoshelezi, na watu ndo maana wana vimada nje wengi sana. Kasa dunia ya sasa tuliokuwa nayo. Kama Diamond kaoa mke wa pili, sina hakika, lakini kama kaoa na yeye mwenyewe anasema Muislamu, sijui matendo yake, lakini anasema Muislamu. Anaitwa Nasibu. Sawa, kama anasema kaoa ana uwezo mke wa pili, Uislamu unamruhusu, haujamkataza. Uislamu unakukataza wewe pangu pakavu tia mchuzi, usende kutesa mtoto wa watu. Ukajitaka kwenda kuoa mke wa pili, una pesa. Itakuwa shida huwezi kukaa kwenye ndoa na mwanamke wa staili hiyo. Ndoa ni starehe, ndoa ni furaha, ndoa ni mnakaa ndani mnatabasamu. Kula ujala mtatabasamu vipi, mtacheka vipi? Mnataka kutiana tabu katika ndoa. Utafurahi wapi? Sasa usijitie ushambenga ukaenda kuoa mke mwingine wa ukate una kitu. Utawaekea watu mkeo bure kwa sababu anataka kanga ya kuvaa na wewe una. Sasa tuache ule ubwege na ujinga wa kistailio. Uislamu unaruhusu kuoa wake wawili, watatu, wanne, lakini sharti uwe na uwezo wa kuwahudumia hao.